أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea katika aya 13 zilizotangulia katika suratul Rahman mfululizo wa neema na rehma ambazo ameneemesha katika maumbile yake, miongoni mwa neema hizi tukianda mwisho kurudi nyuma ni neema ya ardhi na mimea inaomea katika ardhi, na kwa sampuli ya ugawaji ambao watumikia na watekeleza mahitaji ya mwanadamu ya kistarehe na ya kidharura, kuanzia matunda na hubub. Vile vile neema ya mbingu na yale yaliyokusanywa na mbingu kama jua, mwezi na nyota kadha wa kadha, na mambo mingi ambayo utafiti na uvumbuzi kila siku waendelea kutuonesha uwezo na utendakazi na kila aina ya mambo namna yalivyopangwa na ile nidhamu yote yakimlenga kumtumikia mwanadamu. As-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Nyuma tena tumesoma neema za kumfundisha mwanadamu ta'limi al-nutqi wal-bayan, neema ya kumfundisha mwanadamu Qur'an. Leo katika aya hizi ambazo nimezisoma, aya ya 14 na 15, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha utendakazi wake, ambao ndani ya utendakazi huu sisi tuaona mambo mengi ndani katika kumuumba mwanadamu. Masala ya kuumbwa mwanadamu katika Qur'ani, kusema ule ukweli, kama mbingu kama ardhi, leo alhamdulillah zitu hizi zashughulikiwa sana, isipokuwa tu mauqi ya kijiografi tulionayo sisi huwa mara nyingi usikiliwa na zitu zimesha expire mara nyingi. Ingawa leo alhamdulillah ulimwengu wa internet umeufupisha ulimwengu, lakini kwa watu wetu teknolojia kama hii hawayaweza kuitumia itakanavyo kwa sababu ya uwezo wa kiuchumi. Lakini leo kutoka kuzaliwe, na mambo nimewahi kuyazungumza mimi katika darasa za tafsiri za Ramadhani tulipoanza tafsiri na uitwa tafsir maudhui, kutoka uzaliwe mfumo huu wa tafsiri, leo Qur'ani yashibishwa kiasi kikubwa sana. Takuta leo kuna baadhi ya buhuthi zimeandikwa mathalan mbingu tu, uumbaji wa mbingu katika Qur'an, uumbaji wa ardhi katika Qur'an. Sana leo kuna mwandishi mmoja wa Kisuudi, huyo ameandika khalqul insani baina at-tibbi wal Qur'an,
mwanadamu tu alivyoumbwa. Vipi ilmu tibi yazungumza, yani ilmu ya utabibu, na Qur'ani yazungumza vipi? Na je, mu'tayat ilmiya, yani matokeo ya kielimu ya kitafiti yagongana na yale yaliyozungumzwa na Qur'ani ama yathibitisha na kuingiana? Leo ukitaka kuzikusanya aya zinazozungumza mwanadamu na sampuli aliyoumbwa ni nyingi sana, na zina mawanda ya utafiti kiasi kikubwa sana. Ukiwata tu hizi aya za khalqul insan, manake wawagawanya kuumbwa mwanadamu sampuli mbili. Wasema kuna khalqul insani ibtidaan, kuna na khalqul insani istimraran. Mara nyingine watu kwambia mbona hizi aya hugongana? Kuna aya hutuambia mwanadamu ameumbwa na udongo au ameumbwa na mtanga. Kuna na aya hutuambia mwanadamu ameumbwa min nutfa, na mani, au min ma'in, mai ambao yakhruju baina sulbi wataraib. Au katika suratul insani inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Wasema kwamba hizi aya hazigongani. Hizi aya zazungumza stage mbili za maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa mtanga, na ni Nabii Allah Adam alayhi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Nabii Adam ile awwalul khalq, na hata tusiingie kwenye ule mtezo wa kuku wamezaa yai, mayai limezaa kuku. Mwanadamu wa kwanza ameumbwa kwa mtanga, ndio tusema khalqul insani ibtidaan. Ama kuendelea kwake katika kuumbwa, ameumbwa kwa nini? Kwa manii. Ndio waita khalqul insani istimraran. Na zote hizi mbili zina aya nyingi, zimezungumza kwa aina mbalimbali na zataka bahthi sampuli mbalimbali. Inshallah katika masala ya manii na vipi huingia yale manii na vipi hutukuliwa ile mimba na zile atwar wanaziita marahil, Mwenyezi Mungu anaziita atwara, sio ile min nutfatin thumma min alaqatin kaenda mpaka mwisho. Ni mtoto katika ile miezi 9, bali wataalamu hawamsomi kwa miezi, wamsoma kwa wiki, anavobadilika katika matumbo na anavopita katika zile stage. Ni bahthi ndefu ambayo sio katika nini yetu hapa. Sisi hatuko kwenye khalqul insani istimraran kwa manii na nini. Ndio Mwenyezi Mungu aonesha kudra yake katika kuanda kumuumba mwanadamu. Atuambia yeye khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Hizi ni katika zile aya zinazoonesha asli ya mwanadamu wa kwanza, na nimewambia ziko nyingi. Mfano ukienda katika suratul Hajj aya ya 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa, mpaka mwisho wa aya, linubayyina lakum wa nuqirra fil arhami ma nasha. Taona hizi aya hii imetanganya stage zote mbili za maumbile, ibtidaan wa istimrara. Tuambia ya ayuhan nas
wale waulizao kwamba itawezekana sisi tukishakufa, aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw abauna alawwalun, wengine unena kweli sisi tukishakufa tumetakalika? Au katika suratu Yasin yasemaje ile aya, kaifa yuhyil, sio wahiya ramim. Ramim kwa maana yani ni kitu ambacho Kiswahili cha kai cha amu nena kimetakalika, yani kimemumunyuka, kimekuwa unga, kama vile kimesagika, kimepotea. Vipi Mwenyezi Mungu ataumba na shakuwa mtanga? Mwenyezi Mungu anamwambia, ikiwa nyinyi mnashaka na kiyama na mwaona ugumu kumtoa tena mwanadamu katika mtanga, simesema shakuwa mtanga, vipi tutamtoa tena? Mwenyezi Mungu atukumbusha, atuambia, in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Ukiwa uona uzito wa iada, kurejeshwa kutoka kwenye mtanga, asli ya kwa huko wewe umeanza umetolewa kwenye mtanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ndani ya ardhi hii ndio tumewaumba, au kutokana na ardhi hii, minha, kutokana na ardhi hii tumewaumba, na ndani yake tutawarudisha, na kutokana na ardhi hii tutawarudi tuwaumbe tena. Kwa hivyo fa inna khalaqnakum min turab. Ninachotaka mimi hapa, nataka mulishike ile neno turab. Aya ya kwanza. Ukienda katika suratul An'am aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, huwa alladhi khalaqakum min tin. Pale unena fa inna khalaqnakum min turab. Katika suratul An'am atuambia, huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qadha ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Hapa imekuja tin. Ukienda tena katika suratul Hijr aya ya 28, Mwenyezi Mungu atuambia, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Taka muyashika ya matamsho pale, ameanza min turab, kisha imekuja nini? Min tin, kisha imekuja min salsalin min hama'in masnun. Tukienda tena katika suratu Safati aya ya 11, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, amkhutubu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awaulize wale wapinzani wanaokanusha kiyama, amwambia fastaftihim. Staftihim, stafta min alfatwa, yani kwa maana is'alhum. Fastaftihim, waulize wao, ahum ashaddu khalqan amman khalaqna. Wao wajiona mfano mkubwa, wakitoka ni kwamba mimi kifa nitarudishwa yeye. Haoni ulimwengu namna ulioumbwa, kuna ziumbe zikubwa kushinda yeye. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Kule nyuma tumenena huwa alladhi khalaqakum min tin. Kuna turab, kuna hama min salsalin min hama'in masnun. Sasa imekuja tena tin, lakini tin si peke yake, imetiwa min tinin lazib. Kisha na hii sura yetu tulionayo yanena khalaqal insana min salsalin kalfakhar. Hizi zilima, sitaki kupoteza wakati mrefu kuketi na zilima katika lugha. Wanazuoni watuambia ule mtanga, manake watu waliokuambia mtanga
si kwamba ulitundwa tumtanga kutanganywa ukatiwa mai kama mwanadamu. Leo ukiambiwa mwanadamu hutokana na manii, kiangalia manii, lakini yale manii baina ya kuwa ni manii paka yawe mwanadamu kwa kipindi cha miezi 9, yana stage ngapi hupita katika uzao? Kwanza yatoke kwenye dhakari ya mwanamume wakati kukipatikana kitendo cha jinsia, na iwe hukumu ya Mungu imepita kutukuliwa mimba, yende yadirikane na buwaidha, wale hayawani wa manii bao huwa ni wadogo sana, wende wadirikane na buwaidha la mwanamke, huungana ule mnyama au kile kiini cha manii cha mwanamume kikaungana na buwaidha ya mwanamke, zikiungana ndipo huwa amshaji. Ndio ile Mwenyezi Mungu atuambia min nutfatin amshajin. Kwa hivyo kilulu peke yake cha mwanamume hakiwezi kumpatisha mwanadamu, na buwaidha peke yake ya mwanamke haimpatishi mwanadamu. Ni sharuti zitangamane ziunde amshaji, na ambao amshaji wataalamu watuambia ndio stage ya kwanza kuambiwa sasa mimba imetukuliwa ndani ya rahim, yani mwanadamu ameanza kuwekwa katika laini ya maumbile, kisha atoke. Kuna mustalahati nyingi apite kwa mustalahi za Qur'ani, min nutfatin thumma alaqatin thumma mudghatin, yale manii yalotangamana na kile kibuwaidha cha mwanamke ndio yanaokwenda yakaingia kwenye tatawur, mabadiliko. Ile Mwenyezi Mungu alotuambia waqad khalaqnakum atwara, yani wanafasirina watuambia tauran baada taur, yani tumewaumba nyinyi stage baada ya stage, marhala baada marhala. Hii sitaki kuingia huko, hatuko kwenye huko sisi. Nataka tukua fikra za mfano tuweze kufahamu na mtanga kwa utaua mkuu udongo paka uwe mwanadamu una stage zake umepita. Una nini? Stage umepita. Kama vile ilivyoanza nutfa, itone la manii likapambana na buwaidha ikawa amshajin, kisha ikawa alaqa, kisha ikawa mudgha, kisha ikawa kadha, na ule uongo katika kusinyangwa na kutengezwa mpaka awe mwanadamu una stage kadhaa umepita. Na ndio hizi ikhtilafu za ibara zilioko kwenye aya. Kwa Mwenyezi Mungu ameanda kwanza amekwambia in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab, stage ya kwanza, ambao baadhi ya mufassirin wauzungumza kwamba turab ni mtanga mkavu haujatiwa kitu chochote. Hiyo ndio stage ya kwanza, kama vile manii hayajatangamanisha na buwaidha yakawa amshaji. Kisha watuambia baada ya turab mwanadamu enda kwenye stage ya pili, ambao huongezwa unsuri ya mai. Sasa ikawa si mtanga peke yake, ukawa ni mtanga, ni at-turabu wal ma, na taabiri iliyotumika hapa ikaja tin. Nakwambia thumma asbaha ma'al ma'i, au thumma kharaja kwa taabiri ya Sheikh Makarim Shirazi, thumma kharaja ma'al ma'i wa asbaha tinan. Ule mtanga sije kwanza ukaja ukatangamanishwa na nini? Na mai. Waweza kutasawar ndio fikra ya ile tone au kile kilulu cha manii ya mwanamume na buwaidha ya mwanamke ikatangamana, sasa ikawa nini? Ikawa amshaji. Ndio akaja kwenye huwa alladhi khalaqakum min tin, to kwenye stage ya turab akaja kwenye nini? Tin. Kisha
akaingia kwenye stage ya 3 baada ya mtanga kutangamanika na mai, turabu kutangamanika na mai kawatin, akaja kwenye lajin. Sijui Kiswahili wajua kidogo kitatusumbua na uhaba wa misamiati, lakini nafikiri lajini ni kama ukipika chapati ama ukipika mahamri, ule unga wa ngano, yani tukitaka kuweta hii sura ndio mtanga na mai. Mujarradi wa kuutanganya unga na mai hauyawa unga wa kupika chapati. Ila ingelikuwa leo kila mtu aweza kupika chapati, yani haivi tu utie unga bakulini utie na mai uzungue, ni mpaka ufanywe nini? Ufanywe majun lajini ile ukandwe. Sisi Kiswahili chetu tunasema kuukandra ule unga. Kumwona mwanamke uketizie katika sinia pengine na mafuta au samli, hutunda kipaka mkononi akiendelea kufanya nini? Au kande pengine kwa muda wa nusu saa au saa, mpaka ule unga ushikane na uwe umekuwa kitu sasa tayari ya kwamba sasa waweza kukata madonge na kutia tabaka kama wataka kufanya nini? Chapati. Au kukata madonge na kutia khamira, uanze kukata uwe nini? Uwe mahamri. Sasa huwa mbali na kutangamana na mai, una stage lazima ufikishwe ukandwe. Stage ile tuweza kuiamkua huwa mkuliwa majun au ajin au lajin. Sasa ule mtanga ulokuwa turab, kisha ukatangamana na mai ukawatin, kisha huingia kwenye stage ya 3 ukasinyangwa na mai. Wallahu wa rasulu alam ni amalia gani, pengine ni kemikali gani ama ni nini zilikuwa zikiongezwa, kama leo ule mwanamke anavoutia khamira akautia samli swafi, wengine wakitaka kuupendezesha zaidi wakautia tembo tamu, wakautia matusha, wengine atakuwa hamu ya yui, tumefahamiana, ukatiwa matusha ya nazi na nini, paka ule unga ukaukiila ile chapati yake waiona ukifuata ya kufuata hivi. Sijui ni amalia gani ilopitika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipokuwa autanganya ule mtanga kumuandaa kumuunda mwanadamu, ukaja kwenye stage ya 3. Kisha ukapanda tena stage ya 4, ambao stage ya 3 tumesema umekuwa nini? Umeshikana, sio? Umekandwa mpaka umekuwa lajin. Stage ya 4 ukaingia kwenye lazib, yani ukawa lazaba. Sijui nipige mfano aina wazitu gani, lakini luzuba ni kitu ambacho kina sampuli ya kuteleza na kunyata. Kiswahili cha Kiamu, kunyata, mwajua kunyata? Nafikiri ni kitu ambacho kina sampuli ya kuteleza laini na hunyata ama huvata. Mfano leo niwapigie zitu mfano kwa wale ambao Kiswahili kitawasumbua hiki. Tukua labania, zile labania kama zile zinazouzwa wito, mwajua labania sio? Zile zinazotengenezwa kwa maziwa na sukari, au kitu chochote cha kimezotiwa sukari nyingi. Kitu chochote katika kupikwa kikatiwa sukari nyingi, hata zile zitu za ngano zinafinikwa kama sukari juu. Ile sukari ikiwa nyingi, ikianza kuyayuka, ukiweka chanda chako utaiona hunyata, yani kama ina gam kidogo, kama hujaribu kukushika. Hii ndio maana ya luzuba. Sasa ule udongo unapotoka kwenye stage ya turab, huja kwenye stage ya nini? Ya tin. Ukenda katika stage ya hamain masnun, ukatoka ukenda kwenye stage ya tinin lazib. Ikiwa mtu amewahi kupitia experience ya kutengeza mitungi, ima kutengeza yeye au kuwaona wale watengezao, aweza kuona ile sampuli za kutanganywa. Kisha baada ya kuvata na kunyata,
yani ukawa maimai lakini ukawa umeanza kushikana shikana hivi, umekuwa kama gum. Ukaja kwenye stage ya mwisho ukawata ukakauka. Mkauko wake ukawa ni kama mkauko wa mtungi. Ndio huu unaozungumzwa leo katika suratul Rahman. Tutaka tufike hapa. Mwenyezi Mungu akatuambia thumma yatahawalu, niwasomee hii ibara kidogo kwa Kiarabu kwa wale watakao kuandika. Yaanza hivi kwamba mwanzo wa kuumba mwanadamu kana minat turab, stage ya kwanza. Thumma kharaja ma'al ma'i wa asbaha tinan, stage ya ngapi? Ya pili. Thumma asbaha bisurati lajin, ndio ile inayoitwa min salsalin min hama'in masnun. Thumma asbaha madatan fi halatin lasiqa, lasaqa ni ile kuambata, ndio nakwambia kunyata. Ndio hii Mwenyezi Mungu anaonena min tinin lazib. Thumma yatahawalu ila halatin yabisa, stage ya ngapi hiyo? Ya tano, sio? Ndio hii tunaoizungumza leo katika suratul Rahman. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar, zile alaqa mudgha sijui kisha nini salsal na nini fakhar. Salsal katika lugha ya Kiarabu, asli ya neno hili katika lugha ya Kiarabu la maanisha dhahabun wa rujuun wa taraddudun, kama ile kamani ya saa, zile saa za kizamani, kwenda huko kirudi huko, kwenda huko kirudi huko, kwenda na kurudi, yani kitu kikawa cha taraddad hapa na hapa, hapa na hapa. Hii ndio maana yake ya lugha. Kisha ikatoka kwenye kwenda kwa kawaida, wewe ukenda kule na kule, ikaitwa sauti inaokwenda ikarudi. Leo huitwa sada, huitwa Kiarabu ni sada, sio? Si sada. Eko ile ina lake kwa Kiarabu, limenitoka. Leo ile ukitoa sauti utakuta ukiwa kwenye majengo aina fulani, majengo aina fulani au sehemu za majabali, ukapiga kisha ukanyamaa, utaiona ile sauti yarudi. Ile huitwa salsal, ile sauti inaokwenda na kurudi. Kisha kilma hiki kikarudi kikatumiwa mara ya tatu katika lugha. Angaliani lugha inavyotatawar. Imeanza ni kwenda na kurudi, kisha ikatumiwa kwenye as-sautul mutaraddidu fil ajsami saliba, sauti inayotoa eko katika zitu zigumu. Kisha ikarudi ikamkuliwa udongo. Sasa ndio hapa tulipo sisi. Thumma utliqatil kalima ala tini liyabis, udongo mkavu alladhi yukhriju sautan. Ule mtungi ukishakusinyangwa ukawa nini, huweko kikauka, inama kwenye utoe sauti yako ndani, utaiona yakupa eko. Kwa hivyo kila udongo uliokauka wenye kutaraddad sauti ndani ukaitwa nini? Salsal. Hata yale kitu chochote kilioko ndani ya chombo ambacho chatoa sauti huwa mkuli wa salsal. Mfano kawa na tupa ama glasi imebakia maji kidogo ndani, ukisukasuka kawa hulia yale maji yale, pia Waarabu yamkuwa salsala. Lakini maana inayokusudiwa hapa khalaqal insana min salsalin, yani min tinin yabis. Hapa ndipo ninapotaka mimi. Tumetoka kwenye tinin lazib, tumekuja kwenye tinin yabis. Khalaqal insana min salsalin, nafikiri tumeielewa sasa maana ya salsal, yani min tinin yabis, udongo mkavu ulokauka lakini baada ya kutiwa maji, ukakandwa, ukasinyangwa, ukanyata, kisha ukakauka, ukawa mgumu. Ukitaka kuelewa ndio Mwenyezi Mungu kwambia kalfakhari, kama nini? Kama fakhar.
ule mwanadamu baada ya kutengezwa ule mwili wake, katanganywa na maji, kasinyangwa, aliwatwa akakauka mpaka ule udongo ukawa kama fakhar. Fakhari nini? Limetokamana na neno fakhara, maarufu hata Kiswahili, kujifakhirisha. Yaftakhiru, kama pale Mtume alisema ana sijui sayyidu waldi adama wala fakhar, ana kadha wala fakhar. Kuna hadithi ndefu ya bwana Mtume aeleza sifa zake, mimi ndio bwana wa ziumbe na si kwa sababu ya kuifakharisha, mimi ndio kadha na sababu ya kufanya. Ndio maana ya fakhara. Na mara nyingi mtu anaopenda kujifakharisha, kwa nini ikatumika neno fakhara? Wana lugha wanena kwa sababu haulai al-ashkhas yaishuna al-faragha fi shakhsiyatihim, debe tupu. Mara nyingi ni mtu ambaye kwamba ni farigh, mtupu, kwa sababu mwenye nacho unacho, hataki kuitangaza wala nini. Sasa mara nyingi ule asokuwa nacho ndio huwa una mayowe mengi, na ndio pale hata sisi Waswahili tuna mfano kwambia fulani ndebe tupu. Debe tupu ukilipiga utoa sauti kubwa, lakini ndani ni mvungu tu, ndio faragh, kutupu. Nafikiri mwauona mtungi. Sasa nataka muzikue zitaswir, naja kwenye uangalie ule mtungi unavotengezwa wa maji, vile unavokuwa na faragh ndani, na vile ule udongo ulivokauka. Sasa Mwenyezi Mungu akwambia kal fakhar. Fakhari nini hapo? Kwa sababu haula yaishuna alfaragha fi shakhsiyatihim wa yukthiruna atharthara. Tharthara ni nini? Wa tharthara sakusani fulan yutharthiru kathiran, mtu wa maneno mengi, ndio maana ya tharthara. Ninapenda kuropokwa sana, ndio tharthara. Wal iddia. Kwa hivyo kilima hiki al-fakhar, mwisho ni hapa nitakapo, tustamalu likulli ina'in min at-tin, na chombo chochote kinachotengezwa kwa udongo huankuliwa fakhar, lakini kwa sharti kiwe na nini ndani? Kama tumbo na mvungu ambao kuna faragh ndani. Wadhalika bisababi al-aswati al-kathirati allati yuwalliduha, sababu ina tharthara nyingi, huwa ndio ule mtungi ukaitwa fakhar. Sasa mwanadamu katika kutengezwa kwa mtanga alitembea katika stage hizi mpaka akafika akawa kama mtungi. Tabana kinena kama mtungi, kila tashbihi ina wajhi shabahi yake, na wakati mtu anapokifananisha kitu na kitu hakifananishi kwa kila kitu. Sinaambia basi mwanadamu yani alikuwa shape yake kama mtungi. Mwenyezi Mungu hako kwenye kutukua tashbihi ya shakli. Anaweza kunambia yani stage hiyo alipofika alikuwa ametengezwa dori au kama mtungi. Sharti uione wajhi shabah iko wapi. Kama sijui ni Fakhrur Razi ama ni Ibn Hajar al-Haythami, mmoja katika maulama maarufu wa Kisuni, katika kuijadili hadithi moja. Sitaki kutoka kwenye mada, nitakuwa hapa mfano katika kuwa na hadhari ya kuitukua tashbihi.